mtusaidie. Hili swala linakwama wapi? Miaka mitatu watu wana mikopo tumeshindwa kusomesha watoto. Watu walikuwa wengine wamekufa kwa ajili ya pressure za mikopo, kama Menard Wanga amekufa kwa ajili, alilia na kulia kwenye kikao jamani, alilia. Ni wakulima wa kilimo cha umwagiliaji yani skimu katika kijiji cha Utengule, kata ya Utengule Usongwe, wilaya ya Mbeya, mkoa wa Mbeya, ambapo Mei 17, 2023 walivamiwa na mafuta yaliyoingia katika mashamba yao. Mafuta hayo yalitokana na bomba la mafuta la Tazama kukatwa na greda lililokuwa likitengeneza barabara katika kata ya Swaya, wilaya ya Mbeya, chini ya wakala wa barabara mijini na vijijini TARURA. Bomba hilo lilitiririsha mafuta hayo na kuingia mto Nzovwe na kusafirisha mafuta hayo mpaka kijiji hicho cha Utengule na kuingia kwenye mashamba ya wakulima hao na kuharibu mazao yao yote. Anaitwa Peter Zakaria Mwashitete. Mimi ni mwathirika wa mafuta ambayo bomba la Tazama lilipasuka kule Nyala, yakaingia mafuta kwenye mto Nzovwe, yakaingia kwenye banio letu, afu yakaenda mashambani, yakaharibu mazao, yakaharibu mifugo, yakaharibu samaki, mabwawa ya samaki. Taarifa hizi kwa kweli tumezifikisha sehemu mbalimbali za serikali. Kwanza kwa diwani ambaye ndio Aida, taarifa hizi anazo. Mkuu wa wilaya ambaye ni mkuu wa wilaya sasa, ndugu Solomon, taarifa hizi anazo. Mkuu wa mkoa ambaye ndio alikuwa mkuu wa wilaya kipindi kile, ndugu Malise, Mheshimiwa Malise, taarifa hizi anazo na ndiye aliyeunda hii kamati. Sasa basi, baada ya kuona sisi tunazungushwa sana na serikali, tunaenda kwa mkuu wa mkoa, bado tunarudishwa tena kwa mkuu wa wilaya. Tumefanya kikao na mkuu wa wilaya, Mheshimiwa Solomon ametutamkia kamati kwamba, na tulikaa kikao, akatutamkia kamati kwamba TARURA na Tazama ndio watakaolipa hizi fedha, na mimi kama mkuu wa wilaya nitamwandikia barua mkuu wa mkoa ili aweze kulisogeza hili jambo TARURA makao makuu na Tazama makao makuu. Alafu tukamuuliza, je, kule kwa wakulima utakuja kutuelezea? Maana wakulima ndio wametutuma. Akasema baada ya wiki moja mimi nitakuja huko kuongea na wakulima. Hajaja kuongea na wakulima. Unaona, baada ya hapo sisi tumefuatilia tena, tumeenda kwa mkuu wa mkoa. Sawa, tumeenda na mheshimiwa diwani Aida. Tumefika pale, haya, tumefanya kikao na katibu wa mkuu wa mkoa. Tumefanya kikao, katibu wa mkuu wa mkoa akatueleza kwamba mkuu wa mkoa yuko kwenye kikao Dodoma. Swala hili mtalifikisha, mtapata mrejesho. Lakini akasema naomba tu muwe wapole, hela zenu mtalipwa. Kweli tunajua kwamba serikali mnaidai, mtalipwa hela zenu. Toka hapo hakuna kilichoendelea. Sisi tumeamka tena, tumeenda kwa katibu wa CCM wa mkoa. Tumeenda kwa katibu wa CCM wa mkoa, ameandika barua hii hapa. Barua hii hapa amemwandikia mbunge ambaye ni mbunge wa Mbeya Vijijini, Mheshimiwa Patali, akiwa bungeni, pamoja na mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Mbeya ambaye ndio mbunge wa Mbeya mjini. Sasa wote aliwaandikia barua hii, aliwatumia barua hii kwa njia ya email wakiwa bungeni kwamba swala hili watalishughulikia. Lakini mpaka sasa mheshimiwa mbunge wala hajatutafuta, kuko kimya. Haya, mwenyekiti naye wa CCM kuko kimya, lakini katibu alishasikitika sana kwamba swala hili kwa nini limecheleweshwa. Mbona hii swala liko peupe tu? Katibu wa CCM mkoa wa Mbeya alisikitika sana na kutuandikia hii barua, na hii barua wanayo, na kila sehemu nakala ipo ya barua hii, na hii ni nakala aliyotupatia katibu wa CCM wa mkoa. Sasa serikali, Mheshimiwa mama waziri mkuu, tunaomba mtusaidie. Hili swala linakwama wapi? Miaka mitatu watu wana mikopo, tumeshindwa kusomesha watoto. Watu walikuwa wengine wamekufa kwa ajili ya pressure za mikopo, kama Menard Wanga amekufa kwa ajili, alilia na kulia kwenye kikao jamani, alilia. Sasa jamani, watu wamekuwa marehemu, wanadai hizi hela.
na sisi kamati tunasingiziwa kwamba tumekula hela. Wakulima kila siku wanapiga simu, kila siku imekuwa ni kero kabisa. Yani wakulima kila siku wanapiga simu kwangu, wanapiga simu kwa mwenyekiti Johnson hapa. Unaona, sasa ni kero hii, ni kero kama tumehongwa vile na serikali. Jamani, tumekula hela kweli? Yani hayo jamani, tunaomba mheshimiwa mama, tunaomba tusaidie. Waziri mkuu, tunaomba tusaidie. Kwa jina naitwa Nyilie Anthony Mpunga, ni mmojawapo wa kamati aliyoichagua mkuu wa wilaya ambaye ni Malisa. Alituchagua tuwe watano kufuatilia janga hili tuliloathirika na mafuta. Kwa kweli limetuumiza kama wanawake. Sisi wanawake tunaishi kwa shida kwa sababu tumeingiliwa. Sisi wanawake tunakopa mikopo, tena sisi tunakopa kwenye kausha damu. Mikopo ya rais sisi kwa Utengule hii wanawake hatujawahi ikuta. Kwa hiyo hili jambo limetuumiza sana kama wanawake. Tunafanya vibarua ili tupate kulipa madeni yetu kwa sasa miaka mitatu. Limetuumiza sana. Wanaolima sio wa hapa tu, wapo Mbalizi, wapo mjini. Mtu analima heka 100 za nyanya, anafika shambani anakuta zote zimekauka kama mtu amepika kwenye moto, amechemsha zile nyanya. Kama ni wewe, utachukua jukumu gani? Halafu tunaambiwa ni mafuta yameathiri. Tunapoenda kulalamika, wanasema hizi hela mtapata, lakini sio kwa mwaka huu, ni miaka 10 ijayo. Haki ya kwangu na niambia miaka 10. Kwa jina naitwa James Jackson Nkembo. Baada ya hili janga kutokea, walikuja watathmini, wakatupa ahadi, lakini tukijua kabisa kwamba serikali itatekeleza. Baada ya kutupa ahadi, hatujapewa utekelezaji. Alikuja mtathmini wa kwanza, akatathmini kwa wakulima wote ambao tumeathirika wa kijiji hiki cha Utengule, ikapatikana milioni 761 ambao wakatuahidi kwamba watatulipa, na mkuu wa wilaya ambao ndio mkuu wa mkoa kwa sasa hivi alifika mahali ya tukio na akatuahidi na akasema, sasa kwa sababu nyie wananchi hamwezi mkaja wote kwa kundi hili kufuatilia, inatakiwa niteue kamati. Tukateua kamati na yeye akiwa anaisimamia kama mkuu wa mkoa, kama mkuu wa wilaya. Hapo bado hajafikishwa ukuu wa mkoa. Tumefuatilia ile kamati mpaka siku moja tumekamatana sisi ngumi na kamati kwa sababu ya kutudanganya mkuu wa wilaya. Sana sana nayo tudanganya ni mkuu wa wilaya, kwa sababu hili swala analifahamu kabisa kiundani zaidi. Ametuletea wataalamu wote, wamefika hapa na wakasema, jamani, hakuna wasiwasi, sisi hili swala tutalimudu. Na hii karatasi ambayo nimeikamata hapa ndio tathmini ambazo walitupigia na picha zetu walizipiga humu. Juzi wamepata taarifa ya kusema waziri mkuu anakuja, kumbe unapita unakwenda huko Sumbawanga. Wamekuja wakatudanganya, wakatupa ahadi. Na kwa nini huyu bwana situlipe? Amekuja ametuahidi, anasema anatulipa. Sasa kitu ambacho kinakwamisha hapa katikati hatukielewi. Natumaini mkulima ni mtu anayetegemea serikali na serikali inamtegemea mkulima. Nikipata mimi nikienda kuuza, serikali imeshapata kodi. Sawa. Kwa hasara tulizoingiza bonde hili, nikiwa kama makamu mwenyekiti wangu wa kwanza alishakimbia kwa ajili ya madeni. Sasa hivi yuko Tabora huko, anaogopa hata kupiga simu kwa jinsi madeni yaliyokuwepo hapo. Tumejitahidi wakulima kutafuta kumlipia, tumeshindwa. Hali iliyokuwepo hapa ni mbaya. Nikiwa mwenyekiti makamu, hakuna ofisi ambayo hajatambua mimi kwamba huyu anaitwa Bwana Johnson Nelson Mwaliego. Bwana mkuu wa wilaya ambaye sasa hivi ni mkuu wa mkoa alichagua hii kamati. Alipochagua hii kamati, na kwetu tumefuatilia na tukampeleka sehemu husika zilizoathirika, na yakiwa shahidi. Hakuamini hapo, bado alienda kupiga kwenye banio la maji, hakikisha kweli maji yalifungwa kweli, na ile banio likuta limetengenezwa na wakulima ambao tayari banio ile linaingiza kwa yale maji yanaelekea kwa wakulima, na amehakikisha. Na bado alituma serikali kuja kukagua huku, kuangalia sehemu mbalimbali za wakulima, aliokuta kule wakulima kweli wameathirika. Tunaomba serikali hii, nikiwa kama ni mwenyekiti wao, mkuu wa mkoa Malisa, hebu njoo uvunje hii kamati kama uitaki, tujue twende wapi sisi, kwa sababu tumeona sasa hii ni bugu za siku wa wakulima. Mimi hapa silali usingizi, watu wanakuja kupiga hodi,
Ukipiga simu kule wanasema hizi simu hazijamkuta mlengwa, hizi simu subiri kesho, watu yakaa kikao. Sasa hebu niambie, hii kamati, naomba mkuu wa mkoa sasa hivi uje hapa kwa wakulima wako, hii kamati uivunje, tujue tuelekee wapi. Kama hakuna, kama kipo, tujue tufanye nini. Ukianza kuangalia mabwawa yaliyoathirika hapa, njoo angalia watu wanavyoibua tope kuzitoa pembeni, jinsi zilivyoharibika na mafuta, uje ujionee, labda utalizika. Na sio huyu tu mfugaji mmoja, ardhi yangu mimi mpaka sasa hivi hata kupanda kitu nimeshindwa. Aidha, tulifanya jitihada za kumpata mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Beno Malisa ili aweze kutupatia ufafanuzi wa jambo hilo. Malisa alitueleza jambo hilo linaweza kufafanuliwa na mkuu wa wilaya, kwani lipo katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mbeya. Hata hivyo, tulifika katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mbeya Mheshimiwa Solomon Itunda kwa lengo la kupata ufafanuzi wa jambo hilo, na hapa Mheshimiwa Itunda anatoa kauli ya serikali kuhusu sakata hilo. Ndugu waandishi wa habari, ni kweli kabisa wananchi wetu wa kijiji cha Utengule, kata ya Utengule Usongwe pale Mbalizi, walikumbwa na changamoto ya uharibifu wa mali zao, ikiwa ni pamoja na mazao, mifugo na kadhalika, baada ya bomba la mafuta kupasuka wakati wa ujenzi wa barabara. Serikali ya wilaya imechukua hatua, kwanza kuhakikisha kwamba uthamini unafanyika, jambo ambalo mpaka sasa limeshakamilika. Ombi langu kwa wananchi wetu hawa wa kijiji cha Utengule, kata ya Utengule Usongwe pale Mbalizi, waendelee kuwa wavumilivu katika kipindi hiki ambacho serikali yao sikivu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inapoendelea kushughulikia tatizo lao.